Ujambo kipenzi wa gwaridi la siasa, mie ni Jabali Dawa na Dawa. Katika ulimwengu wa siasa, kila jambo ambalo mwanasiasa anafanya huwa na sababu, ama kwa njia nyingine tunaweza kusema kwamba huwa linaashiria kitu fulani ambayo itakuja kutimizwa katika siku zijazo. Hivi majuzi mbunge wa Kiharu Mheshimiwa Ndindi Nyoro alitutolea kigezo ya kuashiria kwamba hivi karibuni atatangaza mwelekeo wake wa kisiasa. Kwa baadhi yenu mnaojua mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, kwa muda haijabainika wazi kwamba ako katika mrengo upi wa kisiasa. Kwa sasa Ndindi Nyoro hajaonyesha kikamilifu kama ako katika upinzani upande wa kina Rigathi Gachagua na Kalonzo Musyoka almaarufu United Opposition, ama kama ako katika upinzani upande wa Linda Mwananchi ambayo yaongozwa na akina Orengo, Sifuna na Babu Owino, ama kama yuko serikalini na Bwana Ruto Rais Ruto katika chama cha UDA. Ndindi Nyoro amekuwa hapo katikati. Katika king'eng'e kimombo tunasema kwamba yeye ni fence sitter. Fence sitter ni kwamba haijabainika kwamba hajabainisha wazi kwa wananchi kwamba ako wapi, ama hajatupa msimamo wake ako wapi. Hii si sawa kwa mwanasiasa yoyote ambaye ako na maono ama ambaye angeweza kunawiri katika viwango vya juu vya kisiasa. Lazima uwe mtu ambaye uko na msimamo dhahiri, wazi, shahiri. Naam, tarehe 1 mwezi huu wa Julai, Bwana Ndindi Nyoro alitupea kigezo kwamba hivi karibuni atatuambia mwelekeo wake wa siasa tunapoelekea katika chaguzi za mwaka 2027 utakuwa wapi. Hii hakufanya kwa maneno, ila kuna video ambayo alionyesha, ambapo katika video hiyo kuna magari maalum za kampeni. Hii si kampeni nyepesi tu ambayo tutasema kwamba angetaka kufanya hii kampeni hii katika eneo bunge lake la Kiharu. Eneo bunge lake la Kiharu, Bwana Ndindi Nyoro amefanya mengi. Bwana Ndindi Nyoro anapendwa sana Kiharu. Hivyo basi hahitaji kitu kikubwa sana kwa sasa kufanya kampeni katika eneo bunge la Kiharu. Kile ambacho tumeona katika video hii inaashiria kampeni kubwa zaidi kuliko eneo bunge. Na ndio maana tukasema kwamba huenda hivi karibuni Ndindi Nyoro atatupa mwelekeo wake wa kisiasa tunapokaribia chaguzi za 2027. Hivi basi katika nakala hii tutasema tu kwamba kuna uwezekano kwamba Ndindi Nyoro angependa kukua kigogo, ama angependa kukua kingpin wa Mlima Kenya, ama the Gamer Nation. Vile mjuavyo ni kwamba kwa sasa aliyekuwa makamu wa rais Bwana Rigathi Gachagua amefanya kazi kabambe katika Mlima Kenya kupitia chama chake cha DCP, na tunaweza sema bila shauku kwamba kwa sasa
Rigathi Gachagua ndiye kigogo ama Rigathi Gachagua ndiye mwamba wa eneo la Mlima Kenya kwa sasa, kiumaarufu, kisiasa, na vile ameweza kuleta watu wake ama watu wa eneo la Mlima Kenya pamoja. Na mjuavyo, Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni kiongozi mchapakazi, ni kiongozi mchapakazi barobaro na ambaye ako na maono. Ukimwangalia vizuri, Ndindi Nyoro ni kiongozi ama ni mbunge ambaye katika siku zijazo ama katika chaguzi zijazo siku moja angependa kuwania urais wa nchi hii. Na kama kwa sasa Bwana Rigathi Gachagua ameuteka mlima wote, hii haitakuwa sawa kwake. Inabidi yeye pia ajizatiti, ajikamue kisabuni ili aweze kujiweka katika hali ama katika sehemu ambayo yeye pia anaweza baadaye kuwa kigogo wa Mlima Kenya ama kingpin wa Mlima Kenya. So tunaweza sema kwamba huenda hivi karibuni Ndindi Nyoro ataleta chama yake hadharani na anze safari yake ya kutaka kukuwa kingpin ama kigogo wa eneo la Mlima Kenya ama katika kuwa kingpin katika jamii za Gema. Hapa tunaongelea kuhusu Wakikuyu, Waembu, Wameru, Watharaka. Ukiwacha kutaka kukuwa kigogo wa Mlima Kenya, huenda Ndindi Nyoro anataka kwa sasa ni dhahiri shairi kwamba Ndindi Nyoro amefanya mihula miwili kama mbunge, na katika CDF eneo bunge lake la Kiharu amefanya kazi inayoonekana, kazi murwa, ni mchapa kazi. Na kisiasa pia ni jamaa barobaro. Sasa tunaweza kusema kwamba pengine anaona kwamba kwa sasa amenawiri na amestawi katika viwango ambapo kwa sasa amezidi kiti cha ubunge. Angependa kusonga mbele kisiasa na maybe ama pengine kuingia katika siasa za kitaifa. So tunaweza sema kwamba pengine anajitayarisha, anataka ajijenge ili akue katika hali ambayo anaweza kuwa mgombea mwenza wa moja wepo wa wale wagombeanaji wa urais ambao watakuwa katika mstari wa mbele. Na hili uweza kuteuliwa kama mgombea mwenza, deputy running mate, lazima ukue mtu ambaye pia unakuja na kura kiasi cha haja katika kikapu cha huyu mgombea rais, na pia ukue mtu ambaye ako na sura ya kitaifa. Hivyo basi tunaweza sema kwamba pengine Ndindi Nyoro anajitayarisha kujijenga ili akue na misuli na pia akue na sura na pia akue na zile idadi za kura ama wafuasi katika Mlima Kenya ambayo anaweza itumia katika meza ya kitaifa ya kisiasa ili kukuwa mgombea mwenza wa mojawapo wa wale wagombea rais ambao watakuwa katika mstari wa mbele katika kinyang'anyiro hicho mnamo mwaka wa 2027. Kipenzi wa gwaride la siasa, tunafika kikomo ya nakala hii. Kwa wale ambao wamesubscribe katika channel yetu hii, tutashukuru. Kwa wale ambao hawajasubscribe, tunawasihi msubscribe ili tukuze channel yetu hii ya gwaride la siasa.
Hadi tutapokutana tena, kwa heri ya kuonana. Mie ni Jabali Odawa Anadawa. Kwa heri.